Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Bwana zilizoandikwa kwenye Biblia kwa ajili yetu. Tumekifikia kitabu cha Ezekieli, cha nabii Ezekieli katika sura yake ya 37. Sura ya 37 tutaanza kusoma mstari wa kwanza. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, isikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama juu yenu, na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, tunakutana na ahadi nyingine hapa, nayo ni ya mifupa mikavu. Mifupa mikavu aliyokutana nayo huyu Ezekieli. Bwana alimpeleka kwenye bonde lenye mifupa mikavu. Bwana akamwambia itabirie mifupa hii mikavu ipate kuishi. Yaani maana yake anamwambia hii mifupa mikavu ni ya wanadamu waliokufa siku nyingi. Sasa nataka uiambie iamke, uifufue hii mifupa. Itabirie hii mifupa mikavu. Maana mimi nitaleta nyama, nitaleta mifupa, nitaleta ngozi, halafu nitapuliza pumzi yangu ndani yake, halafu itaamka, watakuwa watu. Soma baadaye, ukipata nafasi soma hii habari, utashangaa. Ndipo Ezekieli akaenda kweli akaitabiria hii mifupa. Hatimaye mifupa mikavu ikaungana. Bwana akaifanya ikawa watu, jeshi kubwa la watu waliamka siku hiyo. Maana yake Bwana alimwambia Ezekieli wafufue hawa watu. Hapa tunafundishwa kwamba ufufuo uko mbele yetu. Ufufuo wa watu wote uko mbele yetu. Bila kujali mtu alikufa miaka mingapi iliyopita, maelfu ya miaka yaliyopita, lakini iko siku moja atafufuliwa. Iko siku moja atapewa uhai tena. Hii ni ahadi ya ajabu kwamba huyu nabii anapewa uwezo wa kuwafufua wafu waliokufa miaka mingi. Maana yake ni kwamba kiwa mtoto wa Mungu unaweza kuwafufua wafu, kipewa huo uwezo wa kuwafufua wafu. Lakini jambo la pili hapa inatudhihirishia kwamba ufufuo wa wafu upo mbele, unakuja. Hii ni ahadi kwamba iko siku moja tutafufuliwa endapo tutakufa sisi, ila kama tutakutwa tukiwa hai tutabadilika, lakini wale waliokufa zamani watafufuliwa. Kwa hiyo ufufuo upo. Maana nyingine ni kwamba kuna mambo magumu kama mifupa. Kuna mambo unakutana naye ni magumu kama mifupa. Najua kuna mambo mengine ni magumu sana, lakini Bwana anaweza kuyageuza yakawa laini hujawahi kuona. Anaweza kuyabadilisha yakawa mepesi kuliko unavyodhani. Kwa hiyo kwa Mungu hakuna linaloshindikana. Yote yanawezekana kwake. Yote yanawezekana. Kama mifupa mikavu iliweza kufanywa kuwa wanadamu tena, je, ni jambo gani la kumshinda Bwana? Halipo. Kitu muhimu ni wewe kumng'ang'ania, ni wewe kumuishia yeye na kumtumikia kwa furaha. Mungu akubariki sana. Je, una jambo gani la kukuumiza? Una jambo gani zito sana, gumu sana kwako?
Bwana analiweza, Mungu wetu analiweza. Kama aliweza kwenye mifupa, anaweza hata hilo unalofikiri haliwezekani. Kitu muhimu, endelea kuwa mvumilivu, msubiri Bwana, wakati ukifika linawezekana. Narudia tena, hilo jambo linaloonekana kwako ni gumu sana, linakushinda, linakuumiza, vumilia, iko siku litaisha, litaondolewa kabisa. Mungu anajali na anathamini na anakupenda na hapendi uendelee katika ugumu huo. Anatamani akuletee maisha ambayo utafurahia. Barikiwe sana. Tutane kwenye kipindi kijacho. Mungu akubariki sana. Naomba usiache kuniunga mkono wewe ambaye bado, kwa kusubscribe kwenye akaunti yangu. Na tukutane kwenye kipindi kijacho. Barikiwe katika jina la Utatu Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.